Kuokoka nililetewa na neema, ambaye alikuja kwa sababu mimi ni mwenye dhambi aliyevunja nini? Sheria. Bwana asifiwe sana. Sasa tunahubiri na nyinyi mko tayari sasa? Wokovu alikuja kwa sababu tulikuwa wenye dhambi. Wokovu uliletwa kwetu kupitia nani? Neema. Na hii neema ilikuja kwa sababu sisi ni wenye nini? Dhambi. Waliovunja nini? Sheria. Asante sana, sheria. Kwa sababu kama si sheria hatungejua sisi ni wenye dhambi, na wala hatungepata neema, na hatungeokolewa na Yesu Kristo. Hakuna wakati wewe utasema nimeokoka kama hautajua mambo ya sheria. Hakuna wakati utaambia watu waache dhambi kama hakuna sheria. Wewe ambaye unahubiri unaambia watu okoka, mkubali Yesu, okoka. Waokoke kutoka wapi? Na waokoke kwa nini? Na wokovu ni ya nani? Na ililetwa na nani? Wokovu umeletwa na neema, na neema imekuja kwa sababu ya dhambi. Na kulingana na Yohana wa kwanza 3:4, dhambi ni uvujaji wa nini? Sheria. Wa sheria. Kwa hivyo kama we mhubiri unahubiria watu waokoke, lazima uwaonyeshe wanaokoka kwa nini. Na ukiwaambia acheni dhambi, unawaambia waache dhambi kwa nini. Na kama hakuna sheria, hapa itakuwa kibarua kigumu sana, kwa sababu hakuna kitu kimevunjika au hakuna kitu wamevunja, kwa sababu dhambi ni uvujaji wa nini? Wa sheria. Na dhambi yuko katikati ya sheria na neema. Kwa hivyo hauwezi ukaishi tu unaongea neema ya Mungu wakati hautuelezei hii neema ilitokana na wapi, na tulipewa neema kwa ajili gani.